Na mtazamaji wa Selfix Media, ni siku ya pili ya mkutano mkuu wa mwaka wa vyombo vya utangazaji mwaka 2026 ambao umekutanisha waandishi wa habari na watangazaji pamoja na TCRA. Leo ilikuwa ni siku ya mwisho wa mkutano huu ambao umeenda na kauli mbiu isemayo matumizi ya teknolojia katika kupanua na kuboresha huduma za utangazaji vijijini. Licha ya kuwepo kwa mada mbalimbali, lakini kumekuwa na maazimio. Maazimio hayo ni maazimio 16, lakini baadhi yake ni utangazaji vijijini uende sambamba na kuboresha usikivu unaoendana na maeneo mengine, lakini pia serikali itoe motisha fulani ili kuvutia wawekezaji kupeleka huduma za utangazaji vijijini, ikiwemo kutoa misamaha ya kodi, kupunguza gharama za leseni ili kupunguza gharama za uendeshaji wa vyombo vya habari na utangazaji vijijini. Lakini pia TCRA iendelee kutoa mafunzo ili kuboresha weledi na maadili na viwango vya utendaji kazi. Hayo ni baadhi ya maazimio ambayo yameazimiwa hapa katika mkutano mkuu wa mwaka wa vyombo vya utangazaji. Leo ndo ilikuwa mwisho wa mkutano huu. Mimi naitwa Samuel Salum, nyuma ya kamera ni brother Mwari Official. Endelea kufuatilia Selfix Media. Tukufahamu. Mimi naitwa Nixon George, ni mbunifu wa mikakati ya kukuza biashara na vyombo vya habari, na hiyo ndo kazi yangu kubwa. Sasa hivi mimi ni mkurugenzi wa mikakati ya ubunifu wa makampuni ya Jambo Group, lakini pia ni meneja mkuu wa makampuni ya Jambo Media Group. Okay. Sawa, tumekuja kwenye huu mkutano wa mwaka wa vyombo vya utangazaji. Kipi ambacho tunaondoka nacho? Tulichoondoka nacho kwanza ni matokeo ya mkutano uliopita. Vyombo vya habari kwa kwanza kabisa, TCRA wameanza kupunguza ada na tozo mbalimbali za leseni za vyombo vya habari. Tumeona haya mazungumzo tulizungumza mwaka jana, mwaka huu tumeona yakiwa yamefanywa kazi, na vyombo vya habari vya mtandaoni tayari wameshapata hiyo bahati ya kupunguziwa tozo zao. Kwa hiyo ni habari nzuri, lakini habari njema nyingine mimi kwangu binafsi ni ripoti ya UNESCO iliyotolewa, ikatoa hali halisi ya ufikaji wa vyombo vya habari na habari katika vijiji mbalimbali nchini Tanzania, na ndio maana hata mimi uliona nilitoa mchango wangu kuhusu swala hilo. Katika mambo yote, mambo mengine mengi yanakuwa kujirudia, lakini katika mambo yote mimi nimeona hivi vitu vile ndio vitu ambavyo vinatija, na kitu kikubwa kingine vyote, kitu kingine cha tatu ambacho ni cha muhimu mimi nimetoka nacho kwa mwaka huu. Mwaka jana tulizungumza kwa udogo sana juu ya ujio wa AI na mabadiliko yake katika vyombo vya habari, na mwaka huu pia imekuwa sehemu ya mjadala huo. Ninaona kabisa kwamba hivi sasa hii ni time, kwa sababu at the end of the day AI haji kuwa kama adui, ila anakuja kuwa kama competitor wa uzalishaji wa maudhui, na tusipokuwa tayari katika kumgeuza AI awe ni msaidizi, tunaweza kujikuta kwamba AI anakuja kuwa anataka kuwa yeye ndio kiongozi mkuu wa uzalishaji au ubunifu, kitu ambacho kitaua tasnia nzima, kwa sababu tutamiss ile organic, tutamiss ule uhalisia wa maudhui yoyote na uzalishaji wake. Kwa hiyo watu inabidi wachukue kwamba AI ni msaidizi, tunakuja kutusaidia sisi. Kazi yetu, nafasi ya binadamu inabaki kuwa pale pale, ila tu imerahisishwa. AI anakuja kuperfect kazi, watu inabidi waelewe hiyo. Kwa hiyo hivi ni vitu vitatu ambavyo mimi binafsi naona vimekuwa ni vitu vizuri sana, na kwa mwaka 2016 kwenye mkutano huu wa ABC tumeweza kutoka navyo. Vingine ni kuongezeka, na vingine ni vya compliance, eneo la swala la ithibati. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinatu-challenge kama viongozi au vina-challenge tasnia kwa ujumla, kuweza kuangalia kwamba kuna chombo ambacho kinapima ubora wa human resource au rasilimali watu ya utangazaji pamoja na uandishi wa habari. Kwa hiyo hivyo naona vitu ni vya kawaida. Sawa, mimi nakushukuru. Asante sana brother. Thank you.